Waumini 120 kutoka katika mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mingine Tanzania. Tuna utaarifu umma kwamba tumechukua hatua rasmi kikanuni kuwasilisha pentestation nzito kwa Baba Mtakatifu wa 16 kupitia ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Hatua hii imechukua kwa niaba ya sheria za Kanisa Katoliki lau uhusiani na kanuni ya 212 3 inayowapa waumini haki ya kutoa maoni, kuwasilisha malalamiko na kurasimisha malalamiko na hata kulalamika mwenendo wa viongozi wa kanisa pale unapoleta hatarishi ya amani na maadili na umoja wa kanisa na heshima ya waumini. Msingi wa kanisa kimaandiko. Kanisa Katoliki ni taasisi ya mtu mmoja, ni mwili wa Kikristo mmoja wa Katoliki wa Korinto 12 hadi wa 12, na waumini sisi watazamaji bali ni washiriki kamili katika uhai wa kanisa. Biblia iko wazi, hakuna iwezaye kutumika Bwana mawili, Mathayo 6:24. Na tena mamlaka iliyopewa itumike kwa ajili ya kujenga, sisi kubomoa, Wakorinto 13-10. Papa Mtakatifu Benedikto wa 16 alifundisha wazi kanisa alijichukulia jukumu la kuingia kwenye mapambano ya kisiasa. Malalamiko yazidi Padre Kitima na malalamiko zidi ya Padre Charles Kitima inalenga kwa uzito mwenendo wa Padre Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TIC. Kwa muda mrefu kauli, matamko, mienendo yake inatafsiriwa kwa waumini wengi kuwa mwelekezo wa kisiasa, ikiwemo mahusiano yanayoonekana kuwa kuharibu chama cha Chadema. Hoja kuu zilizowasilishwa ni hatari ya kulifanya kanisa lionekane upande wa chama cha kisiasa, kuvuruga nafasi ya kanisa kama sauti ya haki ya wote, kundi la chama, au kusababisha mgawanyiko wa waumini kwa misingi ya siasa, jambo ambalo linakwenda kinyume na Injili. Mtume Paulo aliandika, usijifunge nira moja kwa wasio waumini, 2 Wakorinto 6-14. Tumsifu Kristo. Milele amina. Wanahabari, kama kutangulia mwenzangu Birusi, na mimi naomba niendelee kwa kukazia hili andiko letu au waraka wetu. Kama mbona mwanzo tulianza kwenda kwenye balozi wa Vatican kuwakilisha hoja zetu na udhuri tulipokelewa. Kwa hiyo tunaendeleza kulalamika na kutaka kutendewa haki yale malalamiko yetu, hususani kwa viongozi wetu wa kiroho, wa kiimani, wa dini, ndugu Charles Kitima na askofu wangu Ruwaichi. Shtaka la kikanuni dhidi ya Askofu Judice Thaddeus Ruwaichi. Tumeandaa petition. Pia inalenga shtaka zito la kikanuni dhidi ya askofu mkuu wa Dar es Salaam Ruwaichi, baada ya waumini kutumia haki yao ya halali kumwandikia balozi wa Vatican. Askofu huyu alitumia madhabahu, mahali patakatifu pa neno la Mungu, kuwatusi waumini hadharani kwa maneno kama yafuatayo. Nafikiri wote mlisikia. Aliita baadhi ya watu marofa, wananjaa, wapumbavu, na kuoji uhalali wa Ukristo wao, ambalo jambo si la haki. Lakini pia tukiangalia Biblia inasema wazi kabisa, yeyote atakayemwambia ndugu yake mpumbavu atapata hukumu. Hii sio mimi, ni Mathayo. Ukifungua Mathayo 5:22 unasema hivyo. Lakini sio Mathayo tu, Canon Law inasisitiza, kanoni ya 220, heshima
na utu wa waumini lazima vilindwe. Lakini kanuni ya 386, askofu awajibike kulinda mahubiri dhidi ya matumizi. Askofu awajibike kulinda mahubiri dhidi ya matumizi mabaya. Kanuni ya 387, askofu awe kielelezo cha unyenyekevu na upendo. Lakini kama itoshi, kanuni ya 392, askofu azuie matumizi mabaya ya mamlaka. Lakini kwa kusisitiza zaidi, Papa Mtakatifu Francis alisema wachungaji si waamuzi wanaotoa hukumu, bali ni baba wanaoandamana na kondoo. Lakini mfano wa kitume na mapokeo ya kanisa. Katika historia ya kanisa, kukemea kwa heshima hakujawahi kuwa uasi. Mtume Paulo alimkemea Mtume Petro hadharani pale ukweli wa Injili ulipokuwa hatarini. Nilipompinga uso kwa uso kwa sababu alikuwa amekosea. Jamani, nendeni mkaangalia Wagalatia 2 mstari wa 11 unasema hivyo. Lakini pia Mtakatifu Gregori Mkuu aliandika, mchungaji anapojivuna ndiye anayeliunda kundi. Lakini pia hatua iliyochukuliwa na maana yake. Kwa kuzingatia hoja zetu hizo, waumini zaidi sisi hapa ya 120, nafikiri wote mmeona nyuma, tumeambatana nao, tumetoka parokia mbalimbali wamefikisha swala hili kwa Papa Leo wa 16 kwa utaratibu halali wa kikanisa, kama mlivyoona asubuhi tumeanzia pale. Lakini hatua hii ina maana moja kuu: kanisa ni la waumini, si mali ya mtu mmoja, si cheo wala sio taasisi ya mtu mmoja. Lakini wito kwa jamii sasa, sisi Wakatoliki, baadhi yetu, wito wetu kwa jamii, tunatoa wito mzito kwa jamii na waumini wote. Jamii itambue kuwa haki ya waumini kudai wajibikaji ni sehemu ya uhai wa kanisa. Waumini wasitishwe wala kubezwa kwa kutumia haki zao za kikanuni. Viongozi wa kanisa wakumbuke kuwa mamlaka ya kiroho ni huduma, si silaha ya vitisho. Madhabahu yabaki kuwa mahala pa Injili, si jukwaa la matusi. Kanisa libaki kuwa sauti ya haki, amani na umoja, si muhimili wa siasa za vyama. Tuelewane hapa. Kanisa libaki kuwa sauti ya haki, amani na umoja, si muhimili wa siasa za vyama. Kanisa linapojisahau, waumini ulikumbusha. Na ndio maana sisi tunachokifanya sasa hivi, aidha kama viongozi wetu walijisahau, tunawakumbusha kwamba wasikae kwenye mlengo wa siasa wa chama kimoja. Nafikiri tutawaachia pia hii haraka nyie waandishi wa habari kwa ajili ya aidha kupata content zenu, lakini hapa sisi tumefikia tamati. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu waandishi wa habari, kama kuna mwenye swali, ufafanuzi, kama kuna kitu haujaelewa, unaweza ukauliza kisha wahusika watajibu. Sawa sawa. Hapana, hatutaki aondolewe kwa sababu bado ni kiongozi wetu wa dini na tunamheshimu sana na bado anatuhudumia kiroho. Tunachokitaka arudi kwenye mlengo wa kiroho. Kanisa sio sehemu ya siasa. Karibu. Kabla ya kufanya hii press, pengine mlishajaribu kuwasiliana na kiongozi mwenyewe? Na pia la pili, ili mtu awe Mkatoliki sifa zikoje? Ili mtu awe Mkatoliki, kwanza uzaliwe. Ukishazaliwa, ukibatizwa, kwa sisi maneto ya Kiroma, wewe ni Mkatoliki. Utapata mafundisho mengine, utapata komunio ya kwanza, utapata kipaimara, utakuja daraja la mwisho aidha upadilisho au ndoa takatifu.
Karibu. Tumefuata process zote na hii sio press ya kwanza, labda wewe ndio umekuja hii ya leo, lakini tunafanya taratibu zote, tunapeleka barua zetu. Tunachokiomba sasa hivi tujibiwe na hatua zingine zichukuliwe. Mimi na swali. Mimi naitwa James. Natoka Tochi Media. Nilikuwa nauliza, nyie mmesema ni Wakatoliki. Niko nataka kujua mnasali kigango kipi, parokia ipi, na mnaweza mkatuambia nyie ni jumuiya gani? Lakini pia ili uwe Mkatoliki, ngoja malize. Ili uwe Mkatoliki, ukishabatizwa lazima uwe na kitambulisho ambacho kina namba. Nilikuwa naomba watu watatu tu wanaonyeshe vile namba zile, hata kitambulisho cha mfano, ili niamini kama kweli ni Wakatoliki, ili tuamini wanaoongea ni wa kweli. Lakini kwenye kanisa Katoliki kuna wasemaji ambao ni walei. Sasa hamjajaribu kuwashirikisha walei ndio waje wazungumze hili, au nyie mmejiorganizeje? Nimekuelewa. Swali la kwanza kwamba unauliza Ukatoliki vitambulisho. Nikwambia sasa hizi passport yako hapo umebeba? Kwa sababu hujajiandaa na safari ya kusafiri, si ndio? Sisi tumekuja kama Katoliki, swala la niko kigango gani na swali jumuiya gani, kanisa gani, nilishajibu hilo swali. Hata walikuwa kwenye press ya kwanza waliona, na tayari ujumbe ushafika kwenye parokia yangu, kwa wanajua na hichi ninachokifanya, wanajua kwamba kuna muumini huyu ana hoja zake hizi anatakiwa kujibiwa. Tumefuata process zote. Sisi wa Roma unaruhusiwa kupeleka malalamiko pale kwa ngazi stahiki ya kiongozi unampelekea malalamiko. Siwezi kwenda kwa lalei kwa wakati mimi nataka askofu wangu afanye kitu hiki. Sawa na wewe sawa. Swali la mwisho hapo, kwa nini labda mlienda moja kwa moja Vatican kuliko kwenda? Tunamlalamikia ni askofu na katibu Padri Kitima wa TEC. Kwenda kupeleka malalamiko yako kwa mtendaji wa TEC ni sana kuipeleka barua kwenda kwenye dustbin. Sisi tunachokifanya kwenda kwa ngazi ya juu ili awajibishe huku chini. Tunaiamini, lakini tumepata mamlaka ya juu. Sawa. Jamani, ndugu waandishi, maswali yameisha. Natumai mmekipata kile. Asanteni sana.